Naam, ni matumaini yangu mzima wa afya. Pole na majukumu mbalimbali yanayoendelea kukukabili. Hii ni Simulizi Tz, na huu ndio mwisho wa simulizi hii ya Chokora, shujaa wa familia. Langu jina ni Mr. A Romantic, kutoka hapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Na hapa ndipo tulipoishia. Baba yake alitazama chini kwa muda mrefu kabla ya kusema jambo lolote lile. Sasa tuendelee katika mwendelezo sehemu ya mwisho. Samahani sana mwanangu, nakiri ya kwamba nilifanya makosa makubwa. Baraka aliketi karibu naye na kushika mkono wa baba yake. Nilikosea baba, lakini yote hayo yapite na yaishe. Tunaweza kuanza upya, Baraka alisema huku akitabasamu kwa uchungu. Baba yake alitokwa na machozi, na kwa mara ya kwanza waliweza kukumbatiana kwa upendo wa kweli. Kuanzia siku hiyo, Baraka aliungana tena na familia yake. Alihakikisha biashara zake zinaimarika, na pia alifanikisha familia yake kuhamia kwenye nyumba bora zaidi. Baraka alikuwa na kila sababu ya kujivunia. Licha ya changamoto, mateso na kukataliwa, hatimaye alikuwa shujaa wa familia yake. Alikuwa ameweza kuokoa familia yake na kurejesha furaha iliyokuwa imepotea kwa muda mrefu toka miaka hiyo baada ya baba yake kupoteza kazi. Miaka miwili ilipita tangu Baraka arejeshe maisha yake kwenye mstari. Biashara yake sasa ilikuwa imezidi kuwa kubwa, na alikuwa ameajiri wafanyakazi zaidi ya 50 waliomsaidia kusambaza bidhaa zake kwenye maduka mbalimbali makubwa na maeneo ya masoko. Alikuwa pia ameanzisha kikundi cha vijana waliokuwa kwenye maisha magumu, akiwapa ajira za hali badala ya kuokota chupa na kubeba taka kama alivyofanya zamani. Pamoja na mafanikio haya, changamoto mpya zilianza kumwandama tena. Kampuni pinzani ambayo hapo awali ilikuwa imemletea matatizo, sasa ilianza kutumia mbinu chafu zaidi. Walieneza maneno ya uongo kwamba bidhaa za Baraka zilikuwa na kasoro, jambo lililoathiri mauzo yake. Siku moja Baraka alipokea simu kutoka kwa mmoja wa wasambazaji wake. Baraka, kuna kundi la watu limenivamia na kunilazimisha niweke alama za expiry kwenye baadhi ya bidhaa zako. Sijui ana lengo gani. Baraka alishtuka. Alijua hili lilikuwa shambulio la makusudi kutoka kwa washindani wake. Alirudi ofisini na kuwaita wafanyakazi wake wote. Naomba tuchukue tahadhari kubwa, alisema kwa sauti thabiti. Tunapaswa kuhakikisha bidhaa zetu zinakuwa katika hali iliyo bora muda wote. Tuwe waangalifu na watu wanaojaribu kutuangusha. Katika kipindi hiki kigumu, mama yake Baraka alizidiwa na ugonjwa wake wa muda mrefu. Baraka alitumia kila alichonacho kuhakikisha mama yake anapata matibabu bora, lakini hali ya mama yake ilizidi kuzoofika kiasi kwamba walianza kukosa matumaini familia nzima. Siku moja Baraka alipigiwa simu akiwa kazini. Baraka, sauti ya mdogo wake ilisikika ikitetemeka. Kaka, mama amefanya nini? Neema, mama amefanya nini? Mama ameaga dunia. Baraka alihisi dunia imesimama ghafla. Alikuwa amempoteza mtu aliyekuwa nguzo ya maisha yake. Kifo cha mama yake kilimwathiri sana Baraka. Alianza kujitenga na watu na kupunguza bidii kazini. Kila siku alihisi huzuni na kupoteza matumaini.
biashara yake ilianza kuporomoka taratibu. Wafanyakazi wake walikuwa na hofu, lakini hawakujua ni namna gani ya kuweza kumsaidia. Siku moja Baraka alikaa nje ya nyumba yake peke yake, akitazama anga huku machozi yakimtoka. Aliwaza kuhusu maisha yake, kutoka mtoto mpaka kwenye mafanikio, na hadi kufukuzwa na baba yake, hadi kupitia kazi ngumu za kubeba taka na kuokota machupa. Sasa nimefikia wapi? Alijiuliza kwa sauti ya huzuni. Alikumbuka maneno ya mama yake alipokuwa mdogo. Baraka alikumbuka maneno ya mama yake alipokuwa mgonjwa. Baraka mwanangu, maisha yatakupiga sana na utayumba, lakini nakuhakikishia usiache kusimama. Unayo nguvu ya kufanikisha lolote katika maisha yako. Kamwe usirudi nyuma. Baraka aliamka ghafla, kana kwamba nguvu mpya ilikuwa imemuingia. Alijifuta machozi na kuamua kurudi kazini kwa nguvu mpya. Baraka aliwaita wafanyakazi wake na kuwaambia, nafahamu mambo yamekuwa magumu, lakini hatuwezi kukata tamaa. Lazima tupambane. Nitaweka kila kitu nilicho nacho kwenye mstari ili tuweze kuinuka tena. Alianzisha kampeni kubwa ya kutangaza biashara yake. Aliongea na wateja moja kwa moja, akiwahakikishia ubora wa bidhaa zake. Alianza kutoa punguzo maalum kwa wateja wake, tena kwa wateja wa muda mrefu, ili kurejesha imani yao. Pamoja na juhudi hizo, Baraka alirejesha miradi yake ya kusaidia vijana waliokuwa wakihangaika mtaani, kwani baada ya kifo cha mama yake, baada ya maziko na baada ya kila kitu, alivisitisha vitu vyote kutokana na mawazo aliyokuwa nayo na kubadilika kwa mfumo wa maisha yake baada ya mama yake kuaga dunia, kwani alikuwa akiamini ya kwamba mama yake ndiyo mtu anayeweza kumshauri na kumpa kila kitu. Alikuwa muamini sana baba yake, ingawa wakati huu walikuwa wakishare idea. Ndipo alipoamua kumpa nafasi baba yake kwa kuwa mshauri wake na kuweza kupiga hatua, kwani baba yake alikuwa ameshapitia changamoto za biashara. Baada ya miezi michache ya jitihada zisizo na kikomo, biashara ya Baraka ilianza kufufuka tena. Alipata mikataba mikubwa zaidi ya kusambaza bidhaa zake kwenye shule mbalimbali, hospitali na taasisi nyingine. Baraka alihisi fahari mno kuona kazi yake ikizidi kuwa kubwa na yenye mafanikio. Baraka hakusahau jamii yake. Aliamua kujenga kituo cha vijana cha mafunzo ya kazi na ujasiriamali. Vijana waliokuwa wakihangaika mitaani sasa walikuwa na nafasi ya kupata ujuzi wa maisha na kubadili maisha yao. Siku ya ufunguzi wa kituo hicho, mdogo wake alimsogelea na kusema, kaka Baraka, hujui jinsi ninavyojivunia kupitia wewe. Haujui jinsi ninavyojivunia kuwa wewe sehemu ya maisha yangu. Wewe ni mfano wa mtu asiyeogopa maisha. Baraka alitabasamu na kusema, hii ni kwa ajili ya mama yetu na kila mtu aliyewahi kupigana na maisha kama mimi. Baraka alithibitisha kuwa shujaa wa kweli si yule ambaye hajawahi kuanguka, bali ni yule aliyesimama kila anapoanguka. Kupitia moyo wa uvumilivu, bidii na mapenzi ya familia, aligeuka kuwa shujaa wa kweli, mtu aliyeokoa familia yake na kusaidia jamii yake kwa moyo wa upendo. Katika mitaa ya mji wao, kila mtu alimtambua kama mtu aliyepitia maisha magumu, lakini hakutaka kukata tamaa, na kwa hilo walimuita Baraka Chokora, shujaa wa familia. Hii ni sehemu ya mwisho ya simulizi hii, Chokora, shujaa wa familia. Simulizi iliyobeba mafunzo makuu.
Je, umejifunza nini? Komenti ili tuone, ili tuzidi kuleta vitu vingine vingi vya kuweza kujifunza juu ya maisha. Simulizi hii inatufundisha mengi. Tupambane, tusikate tamaa, tuwajali wale wanaotutendea mabaya, haijalishi ni wazazi, ndugu, mama wa kambo ama familia, lakini tuzidi kuwa na imani zaidi ya kwamba mafanikio yetu yapo mikononi mwetu. Hakika tengeneza leo kwa manufaa ya kesho. Langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa Simulizi TZ. Asante na kwaheri.